When you look at me, I feel complete, umenitosha. And I wanna say this, nakuomba safari ni usishuke baby. Letu huba tulimwagia hadharani. Hey, tuwajenzi mahasidi tuwachani. Sikio nimefunga na macho sioni. Haki ya Mungu wewe kaka umeniweza, weza. Only you get me. Welcome, bienvenue, karibu kwa kipindi chako Beyond Border Podcast I Connect, na kwa kipindi ambao inakuwa ni sauti za wakimbizi, sauti moja kwa moja halisi toka ule anayezungumza vipaji, changamoto na suluhu ambazo tunakuwa tunazipata, na kipindi ambao kinaongozwa nami Esther Shbabu. Usikose kujiunga nasi. Leo tuko na mgeni special, yani tuseme special mgeni kwa kizungu ya hapa nyumbani. Sio special guest lakini special mgeni ndio tunaokaribisha kwa mara nyingine tena. Chris Santos anashikilia kamera huku, mimi pamoja na timu nzima tunaokaribisha kwa pamoja. Karibu. Umdana studio tuko na mgeni wetu kwa sikia leo, ni mwanadada ambao unaona mambo Poa. Karibu sana studio. Asante. Mara ya kwanza tunakaribisha watazamaji waje kufahamu ni nani. Okay, mimi naitwa Zabi. Full name naitwa Zabibu, jina la usani naitwa Zabi. Naishi tu hapo Kakumani. Kwa usanii wako sijui unafanya nini, unaimba ama unafanyaje? Mimi naimba. Naandika, no, si rap. Mimi naimba R&B, naimba afro, naimba type zote, soft and rap. Hiyo peke yake tu. Hii kipaji chako ulianza naje? Utupatie story fupi kuhusu hii kipaji chako. Ulijuaje kama una kipaji cha muziki? Okay. First time me ku realize I have a singing talent. Ilikuwa 2017, nilikuwa na miaka 13 hivi. Kulikuwa concert kwa kanisa ya Grace Communion hapa Kakumani. Okay. Kulikuwa kwaya ilikuwa inaitwa Hope Choir. Ilikuwa ni vijana, so wakaandaa concert, wakasema tunahitaji wasichana wenye watatusaidia hizo vocals za wasichana. Okay. So time tunafanyanga rehearsal pa practice, nikaimba, kijana mwingine akaniambia, Zabibu, sauti yako inatoka smart. Ukiendelea hivi utajipata umejua kuimba sana. Fanya mazoezi tu. Na hapo ilikuwa kwaya mimi nilikuwa naimba. Nilikuwa hata siwezi kupewa hata kuimba chorus juu nitatoka nje ya note, nitaimba sauti yenye julikani, sauti nyingine mbaya, hadi nilikuwa nasikia aibu. Nilikuwa tu nikishika tu mic wanakwaya wenzangu wote wanaanza kunicheka. Ilikuwa inaniuma. Sasa time yule kijana alinipea moyo, na mimi nikaanza polepole, nikaanza kufanya mazoezi, nasikia manyimbo za kina Nandi, naimba hapo, nafanya mazoezi hivyo. Nasikia za kina Ruby, huyu msichana Tanzania, naimba manyimbo za hivyo, nika improve. Then kukatokea Kakuma Got Talent, it was 2022. Yeah. Nikaenda na mimi kujaribu kucompete. Kujaribu nikajipata nimepita na hiyo round 1. Yeah. Zilikuwa ni 2 round. Wakaniambia naingia gala. Tukaenda gala hivyo nikacompete, nikajipata nimekuwa number 2, then nikapata 40,000. Yeah. Kwa hiyo 40,000 nikanunua simu yenye natumia saa hii. Na hapo ndo kwenye nikaona kumbe niko na kitalenti naweza nilipa. Hapo ndo sasa nikaanza kupata ma connections za muziki, wakina Mbola akanikujia. Wasanii wengi tu wakaona nikujia, tunafanya kazi. Ni hivyo tu, unajua muziki wako kama ni ule yenye hauendi mbali huko tu hapa, lakini tunajaribu, tunaimba. Kwa sasa ngoma zako umeshaanza kuimba mwenyewe binafsi ama tu watu wengine wanakushirikisha? Kulingana na kimfuko, yani sijakuwa stable, sina ile uwezo wa kujipeleka studio peke yangu juu bado nasoma. Collabo, nafanya collabo na wasanii wenzangu, vitu kama hivyo. Masuala ya usanii inaingiana aje na masuala ya shule? Haikuharibi? Hainiharibiki kwa sababu shule nasoma, nikitoka shule, juu shule ni kama nakaa masaa kama 6,
Nikitoka shule naingia zangu kama mziki, nafanya hivyo vitu zangu. Mziki tu nichukua sijui siku yote mpaka usiku mpaka asubuhi. Kuna time kama ni masaa 2-3 nafanya zangu mazoezi tu hapo, basi nimemaliza. Masaa zingine ni kufanya kazi za nyumbani na kusoma kidogo basi. Wazazi wako wanachukuliaje muziki? First time hawakuwa nakubali. Ilikuwa ni ngumu sana, wakanikataza sema msanii huwa anaelekea kuwa malaya. Hatutaki usanii kwa nyumba yetu, hatutaki kama kwaya imekushinda baki nyumbani. Hatutaki mambo ya usanii. Ilikuwa vita, lakini nashukuru Mungu, mamangu akasema mumwache kwanza tumjaribu. Ndo akanipea hiyo chance na mimi nikaitumia vizuri. Na kwa sasa hii maendeleo yako unayonaje? Maendeleo yangu ya muziki. Maendeleo yangu yako sawa, lakini tu nilikuwa naomba support kidogo, kama naweza nikapata support ili niendelee zaidi. Hapa Kakuma kuna kwa wasichana wengi wanafanya kazi ya muziki. Ni nani unayemkubali zaidi yako? Okay, mwenye namkubali sio sema zaidi yangu. Namkubali kwa sababu pia na mimi najikubali. Namkubali Belani kwa sababu ni msichana mwenye ana work hard. Anafanya kazi kwa bidii. Hakuna yani challenge. Hakuna, haogopi challenge. Anakaza mwendo. Nimeona hadi ameenda kufanya na wasanii wa Tanzania. Anafanya kazi mzuri sana, nampea respect. Na kitu gani sana unapenda kwa maisha yako yote? Kitu napenda, napenda kuimba sana. Kuimba peke yake? Kuimba sana. Napenda sana. Ukifikia unakutana na mwanaume na kuambia sitaki mambo ya kuimba hapa, unaweza fanyaje emotion? Okay, akisema hataki mambo ya kuimba, taangalia situation ya muziki kwanza yenye iko. Kama haieleweki, narudi kanisa. Najua kanisa zikata yote ni kuimba. Na kama iko sawa, nitapata mwenye atani support. Kama wewe ni support kumaanisha hautaki future mzuri, nitapata mwingine. Na unapendaga ukue kama msanii nani hapo mbele ukiendelea muziki yako? Hapo mbele juu mimi napenda hizo muziki za watu wa West. Napendanga venye kwa kama Rihanna. Napenda sana. Napenda hata nyimbo zake. Tumesikia hapa majuzi wanakuita Zuchu wa Kakuma. Hiyo jina ilitoka wapi? Hiyo jina ilitoka shule time. Unajua shule kulikuwa activity ilikuwa inaitwa Cultural Day. Sasa hiyo activity ilikuwa una perform, kama uta dance, kama utaimba, kama uta act, kama uta model. Sasa mimi nilikuwa napenda kuimba. Sasa hapo ndo wanafunzi walikuwa kibambika sana, ndo akafika wananipea hadi jina. Huyu ndio Zuchu wa Kakuma, unatubamba sana, vitu kama hivyo. Tumesikia pia msichana mwingine anajiita Zuchu wa Fizi na wote wanakuwa hapa Kakuma. Sasa sijui unakubaliaje kuendelea na jina Zuchu wakati kuna mwingine Zuchu hapa Kakuma? First of all, mimi naitwa Zabi kwa jina la usanii. Zuchu ni jina wote wanapenda kunipea. Nimeshawaambia, lakini ni ile wanapenda kuniita hivyo. Na sioni vibaya kwa sababu yeye anapenda kuita Zuchu wa Fizi na ni kama anataka kufanana na yeye. Sioni hata shida yoyote. Tunataka tujaribu uwezo wako saa hii, utuweke sauti yako alafu hii sound uweke jina Beyond Border. Sawa. Ndo tunataka tupate sasa hivi hapo. Hii nyimbo inaitwa Only You. Hii nyimbo yenye nilitoa 2023 au 2024. Sasa inaanza, when you look at me I feel complete, umenitosha. And I wanna say this, nakuomba safari ni usishuke baby. Letu huba tulimwagia hadharani. Hey, tuwajenzi mahasidi tuwachani. Sikio nimefunga na macho sioni. Haki ya Mungu wewe kaka umeniweza, weza. Only you get me in the mood of love, baby boo. Ni mkaka gani alituma wewe useme anakuweza hivyo kwa nyimbo? Niliandika tu
So unajua kunaweza kuwa mtu fulani ambaye alituma kabisa ufanye kitu kama na Yesu. Je, ni kijana ama tu ilikuja kwa kichwa? Ni idea tu ilikuja, waliniambia Zabibu tunataka love song. So nikafikiria love song. Nikasema acha nisifie kijana kwanza. Alafu sauti yako tunaona inaingiana kama unaenda kwa njia ya Nandi. Kwa nini ulichagua sauti yako iko kama hivi? Wewe mwenyewe ndio unataka ama ndio sauti yako? Ndio sauti yangu. Yaani ndio venye niliumbwa. Ukitokea unapata sapoti, unaweza kuwa nafanya ngoma ngapi kwa mwezi ama kwa mwaka? Okay, nikitokea nafanya support, nitakuwa nahakikisha juu nikuwe available kwa fans zangu. Unajua the more unakaa kimya the more unapoteza fans. Yeah. Nitakuwa nahakikisha per month hata nyimbo 2 zimetoka. Juu unajua ukitoa nyimbo mingi unaribia soko hizo zingine. Yeah. Sana faa kama ni 2 unatoa 2 hapo hivyo kwa mwezi 2. Yeah. Sasa hii mashabiki wako wanakuwa nakutazama sasa. Sijui unakuwa na neno gani ya kuambia? Nawapenda na msizani kama nimewasahau, muendelee kunisupport. Zabibu nimerudi kwenye game. Address yako, location, wanaweza kutafuta pia nambari zako. Okay. Naishi Kakuma 1 Zone 1 Block 12 side ya Congolese community. Wakifika tu hapo uliza Zabibu ama Zabi. Kila mtu ananijua na ama Zuchu, wanapenda kuniita Zuchu. Ili unipate kwa urahisi sana. Platform najiandikaje? Naitwa Zabi Jack. Instagram naitwa Zabi Jack, TikTok naitwa Zabi Jack, uko YouTube pia naitwa Zabi Jack. Ndo Zabi Jack, msanii ambaye tuko naye muda na studio. Sijui Santos anakuwa anashikilia kamera yetu. Sauti moja iseme Santos kwa hii nyimbo zako zote. Tusikie leo Santos. Baby Santos, punguza stress tupo mbali. You know I'm still your mommy. Mina wetu songe tufike mbali. Hapo mimi najua hii ni kitu ngumu kabisa. Kama ndio unaendelea kujiunga nasi Beyond Border Podcast, inakuwa na kipindi chako hiki ambao tunakuwa tunagusana na vipaji mbalimbali. Leo tulikuwa na Zabi Zuchu. Acha tumuite hivyo kwa saa hizi, lakini najua Zabi Jack. Zabi Jack ni msanii ambao tulikuwa na muda na studio. Tunashukuru sana kwa kuja. Asante sana, nashukuru pia. Na ndio kama ulikuwa unajiunga nasi Beyond Border Podcast iConnect, tulikuwa na Zabi Jack. Zabibu ndio jina yake halisi kabisa, lakini wameshaanza kumuita Zuchu kutokana na nyimbo zake anazozifanya, lakini yeye si Zuchu. Amehakikisha leo amefaidia namna gisi alianza muziki, alianza kwa kwaya na ilifikia hadi anaanza kwenda na songa mbele kidogo hadi 2022 wakati alipata faida yake ya kwanza ya muziki wake, na hadi saa kipaji chake umepata pia sauti yake gisi alifanya. Usikose kujiunga na Zabi Jack popote pale ulipo. Support yako pia inakubalika na inahitajika kwake ili kuongoza vipaji ambao tunavyo. Mimi Estash Babu, Chris Santos kwa kamera. Tukutane kwa video zingine. Bye bye.